maandamano hayo hawataruhusiwa kuvunja haki za wengine, kuharibu mali au kuvuruga shughuli za kiuchumi nchini Kenya. Na sisi ni nchi ambayo tuko na taratibu, tuko na heshima, tunafuata sheria. Sisi ni watu ambao wanaamini demokrasia. So, as an organized society, a responsible country, a society that believes in the rule of law, that respects the rights of everybody, we want going forward to respect the rights of everybody. Amesisitiza kwamba Kenya lazima ibaki taifa linalothamini nidhamu, utulivu na maendeleo hata wakati wa matumizi ya haki ya kidemokrasia. Mimi nimeamua ya kwamba katika taifa letu la Kenya, hata wale walifanya maandamano 2017 huko na hawa wengine wote, wale waliuawa tutawalipa fidia familia zao. Wale ambao walipoteza mali yao tutawalipa. Wale ambao walijeruhiwa tutawalipa. Lakini tunataka kufanya hivyo ndio tufunge hiyo chapter, tuwe ni watu wangwana wa kutembea kama wanademokrasia, bila ya kupigana, bila ya fujo, bila ya vita, ndio Kenya iweze kusonga mbele. That's what we want. Rais Ruto ameonya kwamba serikali haitovumilia uchochezi wa vurugu au uharibifu wa mali, akisema hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wahusika. Sisi wote tuheshimu sheria. Na vile waziri amesema, kama unaenda kwa maandamano unabeba mawe na sijui panga na marungu, wewe si mtu ya kuandamana, wewe tutakushughulikia. Na kuna tafadhali, tutakushughulikia. Yes. Kwa sababu we are a peaceful country. Huwezi kuwa unajifanya unaenda maandamano, unaenda kuharibu mali ya watu, unachoma mali ya watu, unaumiza watu wengine. That is not acceptable. Na hawa viongozi wanaendesha hiyo maneno, wajipange vizuri. Kwa sababu huwezi kupanga vita alafu ungoje. Lazima we must explain ourselves how is this thing going to work. Ameongeza kwamba magenge ya wahuni na wanaofadhili vurugu pia watachukuliwa hatua. Ndio mnaona iko goons all over the place, because our goons ni watoto innocent, wanatumiwa na wanasiasa bankrupt, mwenye hawana akili, anaenda anapanga fujo, napiga watu, naleta hasara. So Bwana Murkomen na jeshi yako ya polisi, goons wote wanyoroshwe kiboko, kwa sababu na watafutwe wale wenye kulipa hawa watoto. Yes, watafutwe, kwa sababu huwezi kuacha mtoto yako nyumbani, unaenda kulipa mtoto ya mwingine, unampatia mawe, unampatia panga, rungu, aende apigane na watu wengine. Why? Wizara ya usalama wa ndani inasema iko tayari kukabiliana na makundi yoyote yatakayojaribu kusababisha vurugu au uporaji wa mali wakati wa maandamano hayo ya wiki ijayo. Wana encourage watoto wa wenyewe wakuje barabara, alafu wao wenyewe wanaenda kulipa goons na tax, wakuje na machetes na panga na all that to attack people's children and people's businesses. Your Excellency, with due respect to the Article 37, any person on Thursday or any other day that will be in the streets with a machete, with a stone, to loot anyone's business will meet the full force of the law. Maandalizi ya maandamano hayo ya kumbukumbu ya Juni 25 yanafanywa na familia, marafiki na wafuasi waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Kwa mjibu wa Tume ya Kitaifa ya Haki za Kibinadamu ya Kenya KNHCR, watu 60 walipoteza maisha katika maandamano hayo. Aidha, ubalozi wa Marekani nchini Kenya umetoa tahadhari ya kiusalama kwa raia wake, ukionya uwezekano wa maandamano katika miji mbalimbali hususan Nairobi. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche.